Upo msemo wa Kiswahili unaosema kwamba adui mwombe njaa, na naweza nikasema kwa hivi sasa ndio ambacho kinatokea kwa upande wa Young Africans, ambao kwa hivi sasa Simba wameweka rekodi yao ya kutinga hatua ya finali kwenye michuano ya CAF takriban mara 2, huku Young Africans wao wakiwa wamefika mara 1. Sasa kinachoendelea kwa hivi sasa ni Young Africans bwana, hawataki kabisa kusikia habari za Simba anachukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Ali Kamwe, meneja wa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka pale Young Africans, ameweka wazi kwamba yeye haioni Simba ikichukua kombe la shirikisho mbele ya RS Berkane. Mechi ya kwanza itapigwa tarehe 17 mwezi wa 5 pale Morocco, na mechi ya pili inategemewa kupigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 25 mwezi wa 5 kama marekebisho ya uwanja yatakuwa yamekamilika na kukidhi vigezo ambavyo CAF wameviweka kwa ajili ya michuano yao ambayo timu zinakuwa zinashiriki. Lakini yote kwa yote, kwa upande wa Young Africans, wao wanaamini kwamba Simba wameishia hapo na hawawezi kuchukua taji. Wao unasemaje bwana? Maneno yamekuwa ni mengi sana. Kumbuka kwamba Simba Sports chini ya Fadlu Davis, moja kati ya timu ambazo zimekuwa na mafanikio makubwa sana kwa msimu huu, kuanzia kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kuzingatia pia kwenye michuano ya kombe la CRDB Confederation Cup, hali kadhalika kwenye hii michuano ambayo anakwenda kwa hivi sasa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba wamekutana na miamba mingi sana kama vile CS Sfaxien, wamekutana na CS Constantine, wamekutana na Stellenbosch, wamekutana na Al Masry na timu nyingine nyingi sana ambazo wamefanikiwa kuzishinda kwa msimu huu. Kwa hiyo kitendawili pekee ambacho kimebaki kwa Fadlu Davis na viongozi wa Simba pamoja na wachezaji ni hiyo mechi dhidi ya RS Berkane. Mimi binafsi kiniuliza, nitakwambia kwamba Simba wanayo nafasi ya kutoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika kutokana na ubora wa kikosi ambacho wanao kwa hivi sasa, na namna ambavyo wanachagua namna ya kucheza kwenye mechi. Kila mechi Fadlu Davis anakuwa anaingia na approach tofauti, anakuwa anaingia na mbinu mpya. Mfano mzuri kama nifuatilia mechi dhidi ya Stellenbosch, Simba walionekana ni kama wameelemewa hivi, lakini kumbe ndo mtindo wenyewe ambao kocha alikuwa amechagua katika kuhakikisha kwamba anawaachia Stellenbosch wacheze kadri ambavyo wanaweza, lakini yeye akajitahidi kuzuia njia zote ambazo anaweza kufika kwa ajili, wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kulifikia lango. Kwa hiyo inawezekana hizi kauli za Young Africans na mashabiki wao baadhi basi yakawa ni dua za kuku tu ambazo hazimpati mwewe.